أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومصطفانا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته خلص المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa cheo na daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiwa kwenye lahdha na hatua za mwisho kabisa kwenda kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, leo ni vyema kwa munasaba wa mwishoni mwa Ramadhani tuizungumzie zakatul fitri, zaka ambayo walio wengi wameghafilika nayo na wakiamini kwamba sio wajibu kwao. Lakini zakatul fitri ni wajibu kama vile ambavyo swala ni wajibu, kama vile ambavyo funga ni wajibu. Kama wewe unafunga kwa hofu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu unatekeleza wajibu, au unaswali kwa kumwogopa Mungu kwa sababu watekeleza wajibu, basi jua na zakatul fitri nayo watakiwa uitoe kwa kiwango kile kile unachomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika riwaya imekuja kutoka kwa Ibrahim ibn Abdul Hamid, anasema amemuuliza Abul Hasan alayhi salam, anasema nimemuuliza juu ya sadaqatul fitra, yani zakatul fitri. Sa'altuhu an sadaqatil fitra, nimemuuliza juu ya sadaqa ya zakatul fitri. Nikamuuliza, je, ni wajibu kama vile ambavyo ni wajibu swala? Akasema al-Imam Abul Hasan alayhi salam, akasema ni wajib kama vile ambavyo ni wajib swala, na ni moja katika zile ambazo zimeteremkiwa na aya isemayo aqimu salata wa atu zakata. Moja katika mafuhumu na sehemu ambayo inahusu aya hii katika wa atu zakata ni zakatul fitri, hivyo hiyo ni wajib, kama anavyoeleza mwanachuoni As-Sayyid Burujurdi katika kitabu Jamiu Ahadithi Shia, kenda katika mujalladi wake wa 8 ukurasa wa 271. Anaeleza vile vile ameulizwa al-Imamu Ja'far as-Sadiq alayhi afdalu salati wassalam, anazungumza juu ya zakatul fitra. Anasemaje al-Imamu Ja'far as-Sadiq? Anasema zakatul fitra ni wajib kwa kila Muislamu, faman lam yukhrijuha khifa alayhi al-fawt. Anasema zakatul fitri ni wajibu kwa kila Muislamu, yule ambaye hatotoa basi kuna hofu kubwa ya kufa. Akaulizwa kuna hofu kubwa ya kukosekana, akaulizwa wa mal faut, ni nini kukosekana? Akasema al-Imamu Ja'far as-Sadiq, al-maut, kukosekana maana yake ni kifo. Nini maana na mafuhumu ya maneno haya? Mtu asiyetoa zakatul fitri anakwenda kujiua yeye mwenyewe, anakwenda kuua maisha yake, anakwenda kuua mali zake, anakwenda kuua vitu anavyovimiliki. Kwa hiyo ambaye hatotoa khifa alaihi alfaut, kuna hofu kubwa ya mtu huyu kukosekana yeye mwenyewe na mali zake. Ukaona tu wewe maisha yako ni magumu, vurugu zimekuzunguka, kila unalolifanya haliendi, ni kwa sababu hutoi zakatul fitri. Kwa hiyo tutambue ndugu zangu Waislamu, zakatul fitri ni wajibu kama vile ambavyo swala ni wajibu. Sasa ni nani ambaye ni wajibu kwake zakatul fitri?
Kisha tutakuja kueleza ni wakati gani yatakiwa itolewe zakatul fitri. Kisha tutaeleza ni kiwango gani kinachotakiwa kutolewa zakatul fitri. Kwanza tuanze ni nani ambaye ni wajibu kwake zakatul fitri. Kisha wewe Muislamu ujiangalie ndugu yangu kwamba wewe unatakiwa utoe zakatul fitri au hutakiwi kutoa. Na kama unatakiwa kutoa, je, umetoa? Na kama hujatoa, hukumu yako ni nini? Ndio vile vile kama hujatoa, hukumu yako umefanya haramu, umeacha wajib, kama mtu ambaye ameacha swala. Kwa hiyo usijinadi wewe kwamba mimi naswali alhamdulillah, mimi nafunga alhamdulillah, kumbe zakatul fitri hutoi. Sasa usijinadi ukaona kwamba umemaliza. Nani ambaye anatakiwa kutoa zakatul fitri? Masharti ya kuwajibikiwa na zakatul fitri, kwanza ni kubalee. Hii ni jambo la kwanza, lazima uwe umebalee. Kwa hivyo sio wajibu zakatul fitri kwa kijana ambaye hajabalee. Sharti la pili ni kuwa na akili. Kwa hivyo si wajibu kwa mtu ambaye ni mwenda wazimu kutoa zakatul fitri. Sharti la tatu ni kuwa na uwezo. Hivyo sio wajibu kwa mtu ambaye ni fukara kutoa zakatul fitri. Hapa kwenye uwezo wanaeleza wanachuoni, ukisoma katika Minhajus Salihin ya al-Allama Sayyid As-Sistani hafidhahullahu wa ra'ah, anaeleza kwamba mashuhuri ya wanachuoni wanapoeleza mtu mwenye uwezo ni yule ambaye anamiliki tonge lake la siku. Usije ukadhani kwamba lazima uwe na mapesa na mamilioni ya pesa. Hapana. Kama unamiliki tonge lako la siku, kula kwako kwa siku. Tena wanasemaje? Sio kwamba unamiliki si tonge la siku bali tonge la mwaka. Kama unamiliki matumizi yako ya mwaka mzima. Naam. Maadhiratan, haikuwa ni tonge la siku. Kama unamiliki matumizi ya mwaka mzima, umeita kutu sana. Kama unamiliki matumizi ya mwaka mzima. Vipi unayamiliki? Unayamiliki kwa pamoja, kwamba tayari wewe mwaka wako mzima kila kitu kipo ndani. Au kwa baadaye, yani una mshahara kila mwezi, au una pesa inayoingia kila siku na unayo guarantee, una mkataba kabisa kwamba kila siku mimi naingiza kadhaa. Wewe unawajibikiwa na zaka. Yani kama huna benki, hujaweka pesa nyingi za kutosha za kukidhi mwaka mzima, sawa, lakini si unapata mshahara wa kila mwezi, wewe unamiliki matumizi ya mwaka. Hupati mshahara wa kila mwezi, lakini una kitega uchumi ambacho kila siku kinakuingizia mpaka mwaka unakwisha. Wewe unamiliki matumizi ya mwaka. Kwa hivyo usije ukaona kwamba zakatul fitri sio wajibu kwako. Hapana. Zakatul fitri ni wajibu kwa yule ambaye anamiliki matumizi ya mwaka mzima kwa pamoja, tayari anayo, au kwa baadaye, yani ana kila mwezi anapokea, kila mwezi anapokea. Sasa hebu tujiulize, ni wangapi katikati yetu sisi ambao tuna wajibu wa kutoa zakatul fitri na hatutoi zakatul fitri? Asilimia kubwa. Zakatul fitri inamgusa sio tajiri, inamgusa yule wa chini kabisa ambaye tu chakula chake na matumizi yake ya mwaka mzima anayo. Huyo zakatul fitri kwake ni wajibu. Kwa hivyo ni wajibu katika mambo ambayo yanamwajibikia mtu atoe zakatul fitri ni yule mwenye uwezo, na tumeeleza mwenye uwezo ni nani. Na jambo la 4 ni kuwa huru, yani sio wajibu zakatul fitri kwa mtu aliyekuwa ni mtumwa. Kwa sasa hivi watumwa hatuna. Kwa hiyo sio wajibu zakatul fitri kwa mtu ambaye ni mtumwa. Sasa tumemaliza watu ambao ni mtu ambaye ana sifa hizi: amebalee, ana akili timamu, ana uwezo kwa namna tuliyoelezea, na ni mtu huru, sio mtumwa. Mtu huyu kwake ni wajibu kutoa zakatul fitri. Lakini je, ni wajibu peke yake? Bali ni mustahabu kuwatolea wale wote ambao wako chini ya malezi yake. Ili lifahamike, ni mustahabu kuwatolea wale walio chini ya uangalizi wake, ikiwa sio wenye kuwajibikiwa na zakatul fitri. Kwa hivyo kama kuna watu wako chini ya maangalizi yako,
Kama baba, wewe ndio unemlisha kwa asilimia zote, yani uangalizi wake uko mikononi mwako. Kama mama, uangalizi wake uko mikononi mwako, basi jua zakatul fitri ni wajibu kwako kuwatolea. Sasa kuna namna rahisi ambayo waweza ukaifanya. Tutaeleza kile kiwango cha zakatul fitri. Kichukue kile kiwango cha zakatul fitri, ima iwe ni chenyewe chakula au thamani yake, kama itakavyoelezwa katika vitabu vya wanafiqh. Chukua ile zakatul fitri. Una watu wengi, chukua ile zakatul fitri, anza kutoa sadaka kwa mmoja wapo. Mmoja naye atampa mwingine zakatul fitri, mwingine naye atampa mwingine zakatul fitri, mwingine naye atampa ile zakatul fitri. Kila mmoja anampa mwenzie kwa uwajibu kwamba nimetekeleza. Kishamaliza sasa, yule wa mwisho ndo anapeleka kwa mtu wa nje kwenda kutoa zakatul fitri. Maana yake utakuwa umewatolea wote wanaokuhusu zakatul fitri. Haya, ni muda gani unatakiwa utoe zakatul fitri, na muda gani ukiisha zakatul fitri nayo imeondoka? Hapa ndugu zangu, tuwe na umakini sana. Funga zetu hizi twazifunga, lakini ni maruhuna, tunziko rehani. Kama twafunga kama ni wajibu, basi tujue kuna zakatul fitri ambayo nayo ni wajibu vile vile kama funga. Sasa wakati gani utatoa zakatul fitri? Zakatul fitri inaanza baada ya kuzama kwa jua la usiku wa Idi. Kishazama jua la usiku wa Idi, unaanza sasa pale wajibu. Umeonekana mwezi ule, na kesho ni Idi, tayari pale unaweza kutoa zakatul fitri. Kwa maana ya kutoa zakatul fitri sio kukopesha, kutoa zakatul fitri. Kwa hiyo mwanzo wake ni pale ambapo umeingia usiku wa Idi, tayari jua limeshazama la usiku wa kuamkia Idi, pale unaanza kutoa zakatul fitri. Ukitoa kabla ya hapo kwa nia kwamba unatoa zakatul fitri, tutaeleza kuna namna nyingine unaweza kutoa kabla ya hapo. Lakini kama utatoa kabla ya hapo kwa nia kwamba natoa zakatul fitri, wewe umetoa sadaka watu wale tu, umewapa watu chakula wapate kutabaruku. Ima utoe, inaelezwa katika fiqhi kwamba ukiamua kutoa kabla ya zakatul fitri, kabla ya muda huu wa kuzama kwa jua la siku ya Idi, basi toa kwa nia ya kukopesha zakatul fitri. Yani yule unempa unamkopesha zakatul fitri, kwamba ikifika muda wake basi lile deni langu hii hapa. Ukitoa kwa nia ya qard, nia ya kukopesha, kwamba natoa sasa hivi na kukopesha, itakapofika muda wake ndio hii hapa tayari zakatul fitri yangu. Ukitoa kwa nia ya kukopesha, baadaye ikifika muda wake, ile zakatul fitri ile niliyokukopesha wakati wake deni lake sasa lipa, ndo hii zakatul fitri. Hiyo inajuzu. Kwa hivyo unaweza ukatoa kuanzia Ramadhani imeingia tu, vitu havikai, pesa haikai, pengine wajua kwamba sio maisha yako hayajakuwa ni mutmainu, lakini unapata matumizi yako ya mwaka mzima kwa ile njia ya namna ya polepole, unayapata matumizi ya mwaka mzima. Ukaona kwamba mmepata hii thamani, kanunua mchele wako, au ukaona thamani ya kile kiwango ambacho tutaenda kueleza sasa hivi, kaona hii nikikaa nayo mimi nitaitumia. Cha kufanya sasa, mtafute mustahiki yeyote yule ambaye ni mustahiki, patie zakatul fitri. Mwambie bwana, nakupatia hii kama kukopesha zakatul fitri. Muda wake ukifika, basi zakatul fitri yangu deni lile litaingia hapa kwenye zakatul fitri. Je, ni wakati gani unaisha zakatul fitri? Linaisha zakatul fitri wakati wa kupinduka kwa jua, yani inapoingia, kabla haijaingia dhuhuraini. Shaingia muda wa dhuhuri, jua likipinduka kutoka utosini kuelekea magharibi, ile siku ya Idi, tayari wewe ushakosa wajibu, ushafanya maasi ya kutokutoa zakatul fitri. Muda wa kuwaisha unaweza kuwaisha, lakini hakuna muda wa baadaye tena ukasema nalipa. Zakatul fitri ina muda wa kutanguliza kwa nia ya kukopesha, lakini hakuna muda tena wa kuitoa. Kwa hiyo ukitoa baada ya hapo, wewe wape watu chakula wale tu, ni sadaka nyingine hiyo tofauti na zakatul fitri. Utalipwa kwa sadaka yako, lakini jua umeshafanya maasi ya kuacha zakatul fitri.
Kwa hiyo ukishindwa kutoa ule usiku, basi kumekucha, ile watu wameshatoka kuswali Idi, tafuta kile kiwango ambacho tutaeleza hapa kwenye wakati wake. Tafuta kile kiwango, patie maskini kabla adhana ya adhuhuri hujaisikia, maana adhana ndio itakayokujulisha kwamba sasa jua limepinduka. Kwa hivyo muda wa mwisho wa kutoa ni pale ambapo jua litakuwa limepinduka. Sasa ni kiasi gani ambacho utatakiwa kutoa zakatul fitri? Kiasi gani utatakiwa kutoa zakatul fitri? Inaelezwa katika lugha za kifikihi ni kibaba, swaa. Sasa ukija kwenye vipimo vyetu ni kilo 3 kwenye chakula ambacho kwa kawaida kimezoeleka katika jamii, ni chakula pendwa kilichozoeleka katika jamii. Ima unaweza ukajivunia na zile ghalatul arbaa kama ilivyoelezwa katika katika zile zaka za nafaka zile. Katika zaka ile ya kutoa vyakula kuna zile ghalatul arbaa, kuna zile nafaka 4 zimeelezwa. Sasa zile unaweza ukatoa, kina ngano, shair, zile unaweza ukatoa. Lakini hapa unaweza ukatoa chakula chochote ambacho ni chakula pendwa kwenye jamii. Chakula ambacho ukimpa mtu, sio kwamba umeondoa fujo nyumbani. Umetoa chakula, wewe una unga wako wa muogo kwa sababu umekaa muda mrefu, eti ndio uenda kumpa maskini zakatul fitr. Sikukuu nani atakula unga wa muogo? Utamlisha nini wewe? Mchele ni chakula ambacho kinatambulika na chakula ni pendwa, ni chakula ukimpa mtu umemheshimu. Chukua mchele kilo 3, mpatie maskini, mpatie mtu ambaye anastahiki, mpatie mtu zakatul fitr. Kwa hiyo ni kilo 3 kwenye kile chakula ambacho kinatambulika katika jamii kwamba waweza kumpatia mtu. Ndugu zangu, haya ndiyo yanayohusika na zakatul fitri. Tumeeleza kwamba ni wajibu zakatul fitri. Tumeeleza ni wajibu kwa watu gani. Jiangalie wewe huko kwenye hizo sifa, toa zakatul fitri. Na madhara ya kutotoa ni kumwasi Mungu, lakini utakwenda kupoteza kila kitu, vurugu tu. Kwa hiyo tumeeleza nani ambaye ni wajibu kwake kutoa. Tumeeleza muda gani yatakiwa itolewe zakatul fitri. Lakini tumeeleza pia ni kiasi gani unachotakiwa kutoa zakatul fitri kwenye kile chakula ambacho ni chakula kilicho mashuhuri katika jamii zetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kuyasikiliza maneno na kufuata yaliyokuwa mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.